Siku ya makabidhiano ni ishara ya wazi ya juhudi za kujitoa kwa pamoja kati ya BMUs, serikali ya kijiji, uongozi wa halmashauri ya wilaya ya Mkuranga na wadau wa uhifadhi wa rasilimali ya bahari na ekolojia kwa ujumla katika utunzaji wa rasilimali za bahari, hususan za bahari kwa ujumla. Katika utunzaji wa rasilimali za bahari hususan doria, kutoa elimu ya uhifadhi ili kuleta maendeleo katika sekta ya uvuvi. Kwa niaba ya Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, mkurugenzi mtendaji na watumishi wote, kwa kipindi hiki cha miaka mitatu, CCS kwa kushirikiana na wilaya ya Mkuranga imesaidia kuleta maendeleo kwa taifa letu Tanzania kwa ujumla. Taifa limenufaika kwa mengi. Baadhi ya manufaa hayo ni kupatikana kwa ajira kupitia usimamizi wa rasilimali zao, hasa posho zinazotokana na utunzaji wa viota vya mayai ya kasa, pamoja na kuhudhuria kwa vikao, semina. Leo hii CCS kwa ushirikiano na Blue Ventures wamewezesha upatikanaji wa simu janja 33, kwa maana ni simu 3 kwenye kila BMU, ambapo kila mshiriki atapatiwa simu janja kwa kukusanyia data zenye thamani ya shilingi milioni 8,910 kwa kila simu moja ya gharama ya shilingi 270. Hivyo ni jukumu lenu kusanya takwimu, kuhakikisha simu hizi zinatunzwa vizuri na zinatumia katika kusanya takwimu za uvuvi ambazo ndio msingi endelevu wa sekta ya uvuvi katika wilaya ya Mkuranga na taifa kwa ujumla. Na shughuli kuu ya huu mradi ni kuhakikisha ustawi wa rasilimali za bahari unatunzwa, lakini pia unaleta manufaa kuanzia kwa wanajamii wenyewe hadi kwa taifa kwa ujumla. Sasa lengo la mafunzo haya, tuliwapatia mafunzo ya namna bora ya kukusanya takwimu kwa kupitia simu janja. Na lengo hili sasa litaenda kuongeza upatikanaji wa takwimu kwa wakati, na takwimu ambazo zitaleta sasa manufaa ya kuunda sera mbalimbali, lakini pia zitatoa taarifa ya sekta ya uvuvi katika halmashauri ya wilaya ya Mkuranga unaendaje, ikiwemo idadi ya wavuvi, idadi ya samaki, hususan katika uzito na aina za samaki pia ambazo zinazopatikana. Kasa ni kiumbe aliyekuwepo katika orodha ya Red List ya IUCN, shirika la kimataifa la uhifadhi wa mazingira IUCN. Hivyo kasa ni kiumbe ambaye yupo hatarini kutoweka, wanaitwa endangered species, ambapo kwa kawaida ya kasa ana kawaida ya kutaga katika fukwe za bahari ambazo ndipo walipototolewa hapo. Kwa hiyo na sisi pia tunawezesha uhifadhi wa kasa katika wilaya hii ya Mkuranga. Ni kweli kasa anazunguka maeneo mengi, lakini hurudi pale alipototolewa mara ya kwanza. Hii ni jambo ambalo linatengenezwa pale ambapo kasa anaenda baharini, anakuwa na ile sense ya electromagnetic field, ambapo hiyo itakuwa kama ni benchmark ya yeye kurudi katika fukwe ile katika umbali wa mita 10 kutoka pale alipotagiwa, kushoto na kulia. Hivyo basi hichi ni kitu ambacho ni cha ajabu, na huwa kwa kawaida kasa huyu ambaye aliyetoka hapo, aliyetotolewa hapo, anarudi hapo kutagia mayai yake. Leo tupo hapa kwa ajili ya CCS na Blue Ventures, ambapo tunajifunza kuhusu ukusanyaji wa takwimu kwa kutumia njia za kidigitali. Kwanza nipongeze zoezi hili kwa sababu hapo mwanzo tulikuwa tunatumia za analog, tunaandika. Saa nyingine kama mvua kama hizi unaweza ukatoka na karatasi yako pwani mpaka ukifika juu ishaloa, umepoteza taarifa. Lakini njia hii inatusaidia, unajaza kwenye simu na unaweza kutuma, lakini pia inafika mbali kwa wakati sahihi. Kwa sababu ilikuwa kama unaandika kwenye karatasi mpaka ubebe upeleke kwa afisa uvuvi au apelekee CCS Mikocheni kwenye ofisi zao, inachukua muda. Lakini hapa ukishaingiza data kwenye simu, kwenye mfumo, unaweza ukazituma. Kitu ambacho natamani kifanyike kwa CCS kwetu sisi, kwa sababu wameonyesha nia, kwa sababu hawajafanya tu hivi, walituuliza changamoto ni ipi mnazozipitia
katika kwenye mazoezi ya kufanya hii BMU yetu ili ende mbele. Tulisema pia miongoni mwa changamoto ilikuwa hii ukusanyaji wa taarifa. Lakini pia sio kwamba changamoto zimeisha, na hizi zinaendelea kuendelea, ikiwemo na watu wengi hatuwezi kuzamia ili kufanya zile doria zenye ufanisi, lakini pia saa nyingine kukusanya data hata kama zinatakiwa za chini ya maji, kupanda matumbawe. Kwa kama tutapata mafunzo zaidi ya uzamiaji na mambo mengine, watakuwa wametushika mkono zaidi. Taifa litarajia kupata taarifa au takwimu sahihi, kwa sababu sisi tunakusanya kwa kutumia teknolojia, kwa zitakuwa kwa wakati, na nahisi sheria za uvuvi na uboreshaji wake na maendeleo yatakuwa makubwa, kwa sababu tutakuwa ni wenye kutuma taarifa za uhakika. Kuchukua taarifa kiurahisi na kiwepesi, ili mradi kuhakikisha kwamba tunazituma ili kufika salama, na inasaidia kwa sababu hizi taarifa unatokana kwenye makaratasi ambayo mfumo tulikuwa tunafanya mwanzo, na ulikuwa kidogo unakuwa na ugumu kulingana na changamoto, unakuwa na changamoto za mvua na nini, lakini hii inakurahisishia. Unamhoji mtu, unaandika taarifa zako, unamaliza, unatuma sehemu husika kwa wakati. Na kuna taimu karatasi zile zilikuwa mtu unamtumia taarifa, anachukua taarifa, lakini katika uwekaji labda au tuseme zinatokea changamoto, tunaomba ile taarifa ya mwaka fulani, lakini sasa kwenye makaratasi inakuwa kuna shida. Lakini kwenye simu baada ukituma na kopi nyingine zinabaki humu kwenye simu. Kwa hiyo imerahisisha kazi na imefanya kwamba kuwa rahisi na kutoa moyo kwamba tunikoelekea tunaweza tukapata mafanikio. Mimi binafsi kwa BMU zote za Tanzania nzima, na sasa nikizungumzia wilaya ya Mkuranga ambayo ndio tupo hapa, kikubwa tufanye kazi. Manake tutakapokuwa tumepata hivi vifaa vimerahisisha kazi, alafu zikiwa taarifa hazifiki kwa wakati, basi itakuwa ni tatizo, kwa sababu hawa SeaSense, BlueVenture pamoja na serikali wamefanya huu mfumo kutorahisishia kufanya kazi zetu kiurahisi. Lakini pia kama BMU za Mkuranga tufanye kazi, tufikie malengo tunayo ya kusudia, kwa sababu hawa wafadhili SeaSense, serikali wanaweka nguvu kubwa sana kwetu. Ninachojivunia mimi, kwanza SeaSense wametusaidia elimu kubwa kwenye masuala ya uvuvi, utunzaji wa mazingira, utunzaji ambao unasaidia mazalia ya samaki kuwa ni bora. Kabla ya hapo sisi tulikuwa tunaona tu uvuvi kama jambo la polisi hivi. Unaweza ukaenda zako pwani ukapata mavuvi na ukarudi. Ile hali kwa inasababisha kwamba mazao kule baharini yanapungua. Lakini kutokana na SeaSense kutupa elimu jinsi ya uvuvi na mwenendo wa bahari, kwamba kuna vitu vingi tumejifunza kwamba ukifanya jambo fulani kumbe inaweza mazalia ya samaki kule baharini yakapungua. Lakini kwa hiyo ile elimu imetusaidia sisi hata kwenye bahari mazalia kwa yanarudi, kwamba unajua kuna vitu fulani ukifanya kuna baadhi ya samaki huwa wanapotea. Kwa hiyo ile elimu tumepata faida sana kwenye swala la elimu. Kasa mimi ni viumbe ambao vinahitaji sana matunzo, usafi wa mazingira huko juu na hata baharini, kwa sababu kwamba mazingira huko yalikuwa mabaya, kasa hawezi kuja huko akaja kuweka mayai yake. Anajua kwamba hii sehemu ni hatarishi, hata kama kasa wale watoto wakizaliwa watakuwa mazingira sio mazuri. Kwa mazingira yako juu yakiwa mazuri, kasa ana uwezo kwamba akaja akataga kwamba atakuwa anaiamini hiyo hali. Lakini kama mazingira yatakuwa mabaya, kasa hawezi akaja huku kuja kuweka mayai yake. Kwa hiyo kutakuwa na upungufu wa kasa. Yani kweli kutokana sasa hivi kuna hayo mabadiliko. Kutokana na zamani sana fukwe zetu sisi zilikuwa chafu, na tukiona kasa tunafanya kama chakula. Hiyo kwamba wakiliwa wanakuwa wanapungua kuja, kwamba wanakuwa na amani hamna, na wanajua kwamba tukaenda sehemu fulani amani imepotea. Lakini kutokana na hii elimu tunayopata, watu wanajua kwamba kasa ni kiumbe na anatakiwa atunzwe, afugwe, kwa sababu akitunzwa na akifuga ndo anazidi kuzaliana na kuja. Kwa hiyo wale wamekuwa kama wanaambizana bana, sehemu fulani kuna amani, tukenda tutaweza tukazaliwa tukawa wengi na tupate ghasia yote.